Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo tunaenda kujifunza tena neno la Mungu. Na siku ya leo tuna somo zuri sana ambalo tunaenda kujifunza, na nakusihi ukae mpaka mwisho kwa ajili ya kusikiliza. Na leo tunaanza kujifunza kwa habari ya namna tunavyoweza kupokea muujiza. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu mtakatifu kwa ajili ya saa hii na wakati huu. Roho wa Mungu, ninaomba ukapate kutufundisha mimi na mtu huyu, ukatufundishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Fungua macho yetu ya rohoni na masikio yetu ya rohoni, tukapate kupokea sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Nakushukuru sana wewe ambaye umejiunga nami siku ya leo. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Veronica Holela. Na kama nilivyoeleza mwanzoni, tunaenda kujifunza namna ambavyo unaweza kupokea muujiza. Unajua kuna namna ambavyo mtu mwingine anaweza akasema kwamba okay, kumbe tunaweza kujifunza kuhusu hata kupokea muujiza. Kila jambo ni lazima ujifunze, kila jambo ni lazima upate kujua na ujue ni namna gani mimi ninahitaji muujiza fulani. Na kama ninahitaji muujiza, ni namna gani naenda kupokea huo muujiza. Kwa sababu kuna namna nyingi watu wanapokea muujiza. Wengine wanasubiri wahamasishwe kwa habari ya kwenda kupokea muujiza mahali fulani. Lakini kuna namna ambayo wewe mwenyewe binafsi unaweza kupokea muujiza wako. Hata pale unapokuwa katika chumba chako, unaweza kupokea muujiza wako. Na kuna tofauti kati ya muujiza na mazingaombwe. Mazingaombwe kwa Kiingereza tunaita magic. Mazingaombwe ni ya kishetani. Lakini muujiza unatoka kwa Mungu. Mazingaombwe au magic tuseme ni uongo ambao uko katika ukweli, kwa sababu Biblia inasema shetani ni muongo na ni baba wa huo uongo. Kwa hiyo magic ni muujiza, sio muujiza. Magic ni uongo uliokuwa umefunikwa kama ukweli, kwamba kitu fulani kinatendeka ili uweze kupata kuvutwa kwenye ule upande mwingine wa pili wa adui, na wewe ukafikiri kwamba umefanyiwa hicho kitu labda na Mungu. Hivi kuna watu ambao wanakuta wanaenda kwa waganga wa kienyeji, anapona, lakini anafikiri kwamba Mungu ndio kamponya. Mungu hana association yoyote na mganga wa kienyeji, ila mganga wa kienyeji ana association kwa 100% na shetani. Na hakuna mganga wa kienyeji ambaye sio mchawi. Kwa mganga wa kienyeji yote ni mchawi, lakini pia ni wakala wa shetani, ni wakala wa kuzimu. Kwa hiyo chochote kile anachokifanya, anafanya kitu ambacho ni kopi, kwa sababu shetani sio muumbaji. Shetani hajawahi kuumba mtu. Shetani alikuwa ni malaika wa nuru hapo mwanzoni, lakini akaasi. Kwa shetani hana uungu ndani yake, wala hana ficha ya uungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki niendelee zaidi. Lakini leo tunajifunza namna tunaweza kupokea muujiza, ambao muujiza unatokana na Mungu. Na muujiza una kweli ya Mungu ndani yake. Na muujiza una lengo la kukuleta wewe karibu na Mungu. Una lengo la kukufanya wewe umuabudu Mungu na kuheshimu ya kwamba Mungu amekuumba wewe na ana uwezo wa kukuumba tena, na kwamba kila kilicho hapa duniani ni cha kwake, na ana uwezo wa kukupa tena, na ana uwezo hata wa kukifinyanga hii dunia kama karatasi, akaikunjua na akaifinyanga tena. Kwa hiyo ndio namna ambavyo muujiza unatokea kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndio maana kwenye mikutano ya uinjilisti miujiza inakuwa mingi sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka mavuno ya mioyo ya watu, wamrudie yeye, wawe na uhusiano mzuri na yeye, waamini kwamba Mungu yupo, kwamba kuna nguvu zaidi ya hii tunayojua sisi. Kuna nguvu zaidi ya hiki tunachokifanya, ambayo nguvu hiyo inakuja na upendo ndani yake. Kwa hiyo muujiza wa Mungu unapotendeka, pendo la Mungu linaingia ndani yako kwa wingi na kukufanya ubadilike na kutaka uhusiano wa karibu na Mungu na kutaka uishi katika maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie katika ile Yohana 9 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 7. Neno la Mungu linasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu?
Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Mstari wa 5. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope machoni, akampaka kipofu tope za macho. Akamwambia, nenda kanawe katika bilika la Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni muombaji wakasema, je, huyo siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye. Nataka niishie hapo. Tunamwona Yesu anakuja wanafunzi wake wanamletea kipofu. Huyo ni kipofu ambaye alikuwa kipofu toka amezaliwa, yani amezaliwa akiwa kipofu. Kwa hiyo sasa wanafunzi wake katika kuendelea kujifunza wakamuuliza Bwana Yesu, sasa huyu je, amekuwa kipofu? Je, nani akafanya dhambi? Kwa sababu tunakumbuka kwenye Agano la Kale neno la Mungu linasema kwamba yeye upatiliza yale makosa mpaka kizazi cha 4 cha wanaomkosea, ule uovu walioufanya. Kwa hiyo anasema sasa huyu kama huyu hapa ambaye kwa mujibu wa maandiko kwamba yawezekana wazazi wake wamefanya dhambi, je, ni yeye kafanya dhambi au wazazi wake wamefanya dhambi mpaka tunamwona yuko katika hali hii? Yesu akasema hapana, huyu hakufanya dhambi wala wazazi wake hawajafanya dhambi, ila kazi za Mungu zifanye nini? Zipate kudhihirishwa. Lakini sitaki kwenda hapo sana, ila kwa sababu leo tunajifunza namna ya kuweza kupokea muujiza, ninataka uangalie pale ambapo Bwana Yesu alifunga, alitema mate chini, akafanya tope ya yale mate akampa kipofu na akamweka kwenye macho yake. Kuna sababu 2 za muujiza uliomtokea huyu mtu. Kitu cha kwanza, sababu ya kwanza ya kwa nini huu muujiza ulimtokea mtu, kitu cha kwanza alitii, na jambo la pili aliamini. Kwa hiyo nitaanza na hili jambo la kwanza. Huyu kipofu alimtii Bwana Yesu. Kwa hiyo alivyoambiwa nenda kwenye birika la Siloamu ukanawe, alivyotii tayari alikuwa amesababisha muujiza wake tayari. Kwa hiyo ni moja ya sababu ya muujiza wako kutokea. Kitu cha kwanza ni kutii, kwamba unaambiwa fanya jambo fulani, Mungu anakuambia fanya jambo fulani. Hilo ni jambo la kwanza la wewe unapotii kufanya kile ambacho Mungu amekwambia ufanye. Hiyo ni sababu ya kwanza ya kuendea muujiza wako. Yawezekana muujiza wako ni wewe unataka kupata kazi, muujiza wako ni unataka kufungua biashara, muujiza wako unataka uponyaji, muujiza wako, kitu cha kwanza ni kutii sauti ya Mungu ambayo unaisikia ndani yako. Kwa hiyo sauti ya Mungu itasema na wewe kwa habari ya jambo fulani, kwamba okay, unatakiwa kutoa sadaka. Okay, unatakiwa kwenda kutangaza, kufanya matangazo ya biashara yako, au unatakiwa kuchukua CV yako kwenda kuipeleka sehemu fulani. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni ya utii. Ndicho ambacho amekifanya huyu mtu. Hatua ya kwanza alitii. Pale Bwana Yesu alipofanya lile tope akamwekea, akatii. Lakini hatua ya pili aliyoifanya huyu mtu, aliamini. Aliamini kwamba hiki anachoniambia huyu mtu nikishakifanya ninaenda kupona. Huyu ni mtu ambaye hajawahi kuona maishani mwake mote. Hajawahi kuona, haelewi maana ya kuona kukoje. Haelewi miti kodi, haelewi nini, lakini aliamini. Yawezekana alienda kwa matabibu wengi, alitumia dawa nyingi, alifanya nini, lakini alivyosikia anakuja huyu Yesu ambaye ameponya watu wengi, amefufua wafu, amefanya miujiza, aliamini. Sasa kwa nini Yesu aliamua kuchukua tope? Bwana Yesu aliamua kuchukua tope, yawezekana kwa sababu ya ile imani, kuendelea tuseme, yani kunyanyua ile imani yake.
Bwana Yesu akachukua tope akamwekea machoni. Na kwa nini alimwekea machoni? Ili akimwambia aende Siloamu, inawezekana kama yule kipofu angekuwa ameshawekewa zile tope, alafu asiende Siloamu kwenye birika lile, akaamua tu kufika barabarani akajimwagia maji, asingepona. Na sio kwamba uponyaji wake ulikuwa kwenye ile birika. Birika ni kisima. Sio kwamba kulikuwa na uponyaji kwenye yale maji ambayo yalikuwa kwenye kile kisima. Uponyaji wake ulikuwa kwenye ule utii. Kwamba alivyoambiwa na Bwana Yesu aliweka tope lile makusudi kwamba huyu akichukua hatua akatii, imani yake inakuwa imejengeka kwamba huyu ameamini na ndipo atatendewa. Kumbuka kuna yule mtu ambaye ni akida ambaye alikuwa na mtumwa wake anaumwa. Yule akida alikuwa ni mtu wa mamlaka. Ni kama vile sasa tuseme labda ni waziri mkuu. Waziri mkuu sana mamlaka na watu ambao wako chini yake. Anaweza akaliambia jeshi, anaweza kumwambia huyu fanya hiki, kamwambia wizara hii na watumwa mfanye hiki, wizara hii na watumwa mfanye hiki, na wakafanya. Kwa yule akida alikuwa na mamlaka, lakini ni mamlaka ya kiduniani. Bwana Yesu alipokuwa aliwatuma watu waende kwa ajili ya kumponya mtumwa wake. Bwana Yesu akasema subiri, mimi nitakuja. Lakini yule mtu alichukua imani akasema hapana, mimi nina mamlaka, huwa nikimwambia mtu fanya hiki anafanya. Kwa hiyo wewe ukimwambia tu mtumwa wangu pona, atapona. Bwana Yesu akasema sijawahi kuona imani kubwa kama hii. Kwa nini ni imani kubwa kama hii? Kwa sababu alijua mamlaka iliyoko ndani ya Yesu Kristo. Akajua kabisa kwamba huyu akisema neno, akisema pona, atapona, kwa sababu hiyo mamlaka mimi mwenyewe nina hiyo mamlaka. Nikiwaambia watu fanye hiki wanaenda wananitii kwa sababu tayari nimepewa mamlaka hiyo. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba huyu Bwana Yesu akishasema pona kwa mtumwa wangu anaenda kupona. Kwa hiyo Bwana Yesu akasema sijawahi kuona imani kubwa namna hii. Kwa hiyo ndio imani ambayo Mungu anahitaji kwetu. Kuamini ya kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwamba yote yanawezekana kwa Mungu. Na kuna wakati kuna kucheleweshwa kwa sababu unapimwa imani yako. Kwa hiyo pale lazima utumie hii imani yako kwamba Mungu yeye ameumba kila jambo, anajua kila kilichopo. Kwa hiyo akisema jambo kwamba linatendeka, linaenda kutendeka. Na ili niweze kupokea huo muujiza, ni lazima kwanza nitii neno lake, kisha niamini. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana unamuomba Mungu labda kwa habari ya jambo fulani, lakini Mungu anataka kwanza utii wako. Anataka kwanza utii kile ambacho anakwambia, kile ambacho anasema na wewe. Na tunajua kabisa kwamba Mungu huwa anasema na sisi kwa mara nyingi, kwa njia nyingi. Maana mtu anaweza akasema sasa Mungu anaongea na mimi vipi? Na mimi ni mwanadamu. Ikiwa umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yuko Roho Mtakatifu ndani yako. Roho wa Mungu yuko ndani yako, na maana una mahusiano na Mungu. Uko wewe tayari umefanywa kuwa kuhani. Una direct communication na Mungu. Kumbuka kipindi kile makuhani walikuwa wanaingia kwenye patakatifu wakishajitakasa kwa ajili ya kupeleka dhambi na kwenda kuwaombea msamaha wa dhambi watu wengine. Kwa hiyo yule kuhani akiingia kule, inamaanisha anakuwa na mawasiliano ya karibu na Mungu. Lakini sasa hivi tunaambiwa sisi ni makuhani kwa sababu tukimpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na tukaenenda sawasawa na neno lake na njia zake na katika utakatifu, tunakuwa na yale mahusiano ya moja kwa moja ya Mungu. Saa yoyote tunapotaka kusema jambo na kuongea na Mungu, tunapewa ruhusa. Yaani sio ruhusa, haiko kwa mtu fulani maalum au special, ila unapewa ruhusa wewe ya kwenda. Ila watu wao wanasema lakini mimi huwa naomba, lakini naonaga kama vile mtumishi wa Mungu akiomba kuna namna fulani. Unajua hiyo inatokea kivipi? Inatokea kwa sababu neno la Mungu linasema alipo mtumishi wangu na mimi nipo. Kwa ndio maana kunakuwa na utofauti kati ya wale ambao wanamtumikia Mungu moja kwa moja na wale ambao hawamtumikii Mungu moja kwa moja. Kuna namna fulani yule ambaye anamtumikia Mungu moja kwa moja, kuna uwepo fulani, kuna uwepo sio fulani, kuna uwepo wa Mungu anatembea nao.
anatembea na moto ulao. Kwa hiyo ndio maana hata akikaa na kuzungumza na kusema na Mungu, kuna namna au tuseme Mungu anamsikia pale ambapo na yeye anaenenda katika utakatifu pasipo kumuudhi Mungu. Mungu anamsikia ndio kwa haraka, lakini haimaanishi kwamba sisi wengine au wote hatusikiki. Tunasikika wote, Mungu anatusikia. Si kwamba sisi watumishi wa Mungu, Mungu ndio peke yake, yani kama vile ilivyokuwa zamani kwamba walikuwa ni makuhani peke yao wanaingia patakatifu patakatifu, lakini sasa hivi Mungu anatusikia wote. Kwa hiyo tunapoingia kuomba, tunapokuwa umempokea Kristo unakuwa kuhani, kwa hiyo unakuwa na communication za karibu na Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kuongea na wewe kwa njia mbalimbali, kwa sababu sisi tunazungukwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo direct communication huwa inakuwa inatokea mara chache sana, na ikitokea inaweza katokea kwa ndoto ukiwa umelala, umepumzika, umelala. Kwa Mungu anaweza akasema na wewe kwa ndoto, na akisema na Mungu akisema na mtu huwa hasemi mara moja. Yaani haiwezekani Mungu akasema na kitu na wewe mara moja tu akaacha. Kama kuna jambo Mungu anataka kuongea na wewe, atasema na wewe mara ya kwanza, atasema na wewe mara ya pili, atasema na wewe mara ya tatu kwa ndoto, lakini baadaye anaweza akasema na wewe kwa maono, yani kwa kuona, kwa picha, akaleta picha, akasema na wewe. Lakini anaweza akatumia mtu yoyote. Sasa kwenye kutumia mtu, Mungu anaweza akatumia yoyote. Anaweza akatumia mlevi, anaweza akatumia daktari, anaweza akatumia mchungaji, anaweza akatumia yoyote anayetaka, kulingana na mazingira uliopo na namna ambavyo wewe unaweza ukaelewa. Kwa hiyo Mungu atamtumia huyo mtu. Atazungumza, utaanza kuona hiki kitu kinajirudia. Ni kama Mungu ni kama kitu kinajirudia, naambiwa nifanye hivi. Unajua hapo ni Mungu anasema na wewe. Kwa hiyo hatua ya kwanza ambapo utachukua ni kutii kile ambacho sasa Mungu anasema na wewe. Mungu atasema na wewe kwa kupitia nabii wake. Mungu atasema na wewe kwa neno lake. Ndio unatakiwa kusoma sana Biblia. Unapokuwa unasoma Biblia, unashangaa kuna mstari unakuja na ndani yako kuna kitu kinazungumza na wewe. Lakini pia Mungu anaweza kusema na wewe kwa ndani, kwa sauti iliyoko ndani sana ambayo huwezi kuielezea. Kuna sauti ambayo inaongea na wewe ndani sana. Hata ukimwambia mtu jinsi uanze kuielezea hiyo sauti unashindwa. Ile ni Roho Mtakatifu anasema na wewe. Tena anasema na wewe kwa upole sana na kwa upendo sana. Kwa kitu fulani, habari ya kitu fulani, au kwa habari ya usifanye kitu fulani, au ufanye jambo fulani, au usifanye kitu fulani, au yani namna hiyo. Kwa hiyo Mungu anakuwa anazungumza na wewe. Kwa hiyo pale Mungu anapozungumza na wewe, hatua unayotakiwa kuchukua ni kutii. Yani kufanya kile ambacho Mungu anasema na wewe. Kwa habari ya yale maombi ambayo ulikuwa unamuomba Mungu. Kumbuka wewe unaweza kuwa unamuomba Mungu akupe gari, mfano, au unaomba Mungu akupe pikipiki. Unapomwomba Mungu akupe pikipiki, majibu yanayokuja wewe unaweza ukawa unategemea, unaambiwa nenda pale Samnajoma utakutana na pikipiki, au nenda sehemu fulani utakutana na hela afu utanunua pikipiki. Lakini majibu yanayokuja sasa yanaweza Mungu akawa anakuambia nenda kwa shangazi yako ukalime, au nenda kwa jirani yako ukamfyekee majani, au nenda sijui kwa fulani. Yani kwa tofauti na kile ambacho unaweza kuomba. Lakini katika kile ambacho Mungu anakuambia ufanye, ukitii ndio jibu lako liko mle. Kwa hiyo Mungu anaweza kukwambia mchukue mtu fulani, nenda kamfundishe kwa habari ya kitu fulani. Kwa hiyo wewe ukitii ndio unashangaa kuna muujiza, mpaka unashangaa kwamba nilijibiwa saa ngapi kwa ajili lile ombi. Ulijibiwa, kumbe kuna kitu ulifanya ambacho Mungu alikwambia ufanye. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuchukua hatua ya imani. Hatua ya imani ya kutii kile ambacho Mungu anakifanya, kwa sababu Mungu huwa anaangalia imani yako. Na hata wakati wa kuomba pia Mungu huwa anatuangalia sana imani. Kwa hiyo Mungu anaangalia unavyoomba una imani gani. Hata shetani huwa anaangalia vile vile. Anaangalia hivi huyu anaomba, anaamini anachoomba, au anaomba tu ili mradi aombe. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anaangalia ile imani yako wakati wa maombi, Mungu anakujibu. Na pia adui anapokuwa anataka kuzuia muujiza wako,
huwa anakuletea sasa jambo lingine ambalo litakuletea mashaka na litakuletea kusitasita, kwamba umeamini kwa habari ya jambo fulani, lakini adui anakuletea kusitasita, anakuletea jambo lingine ambalo litakufanya uwe na hofu na uwe na kusita kwamba kile ambacho unamwamini Mungu kitafanya nini? Kitatokea. Unamwamini Mungu kwa habari ya uzazi, unamwamini Mungu kwamba mimi ninaenda kushika ujauzito, mimi ninaenda kupata mtoto, lakini sasa adui anakuletea habari ya ugonjwa, anakuletea habari ya kitu fulani kisichowezekanika, ili imani yako itetereke na usitesite na kusema kwa sababu ya hiki, kwa sababu ya majibu haya, kweli nitaweza kushika mimba, kweli nipate mtoto? Kwa habari ya hiki na hiki, je, nitapata? Lakini unatakiwa kuendelea kusimama na ile imani yako, na unaposimama na ile imani yako unatakiwa kuanza kufuata maelekezo, ambayo maelekezo yanaweza yakawa nje ya ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ili mradi maelekezo hayo hayakupelekei kutenda dhambi, maelekezo hayo hayakupelekei kumkosea Mungu, basi ujue maelekezo hayo yanatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa kwa nini tunapitia vita, tunapitia majaribu, mapito? Vyote hivyo tunapitia kwa sababu ya ile imani yetu, kwa sababu imani yetu inawindwa. Kwa nini imani yako inawindwa? Inawindwa kwa sababu imani yako ndio inaweza kukusaidia kupokea uhitaji wako. Kile unachomwamini Mungu ndio kinaweza kupokea uhitaji wako. Kwa hiyo ili usipokee, adui analeta vita. Ili uweze kutetereka, usiwe na imani, anakuletea kuvunjwa moyo. Wewe anakuvunja moyo, kile ambacho ulikuwa unaamini huamini tena. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini kwa habari ya kwamba Mungu anaenda kunipa mtoto, Mungu anaenda kunipa mtoto. Unaanza kushangaa, siku unafungua tu message, unaangalia simu ya mume wako, unachanganyikiwa, unakata tamaa. Ulikuwa kwenye maombi ya mfungo, unaacha. Ulikuwa sijui unaambiwa utumie kitu fulani kitaweza kukusaidia, unaacha. Kwa sababu gani? Umeingia kwenye vita ambayo hiyo vita inataka wewe usipokee. Kwa hiyo ulikuwa unamwamini Mungu kwa habari ya masomo yako, unaenda kusoma, unaenda kufaulu, unaenda Mungu atakupeleka chuo, utafanya hivi na hivi. Adui anakuletea vita, anakuletea jambo, anakuletea kitu ambacho kinaenda kufanya nini? Kukukatisha tamaa. Kwa hiyo ile imani yako yote inafanya nini? Inaondoka. Unasema mimi hapa sitaweza tena, mimi hapa hiki kitu hakitawezekanika tena. Kwa sababu Mungu yeye huwa anafanya mambo yasiyowezekanika. Kama Mungu angefanya vitu vya kawaida vinavyowezekanika, basi hivyo ni vitu vya kawaida tu ambavyo haviitwi muujiza. Mungu anafanya kitu ambacho hakiwezekaniki kwa binadamu. Huo ndio muujiza. Yaani kinapita protocol za kibinadamu. Mungu ndio huwa anafanya. Kwamba umeambiwa unaenda kupewa barua fulani ya promotion, ambayo hiyo barua ya promotion inaenda kuchukua miezi 3 ili upokee, lakini ili kupokea kuna hatua fulani unaenda kutenda, unatakiwa kufanya. Lakini wewe unaenda kupokea baada tu ya kupewa lile tangazo. Wewe au baada tu ya kujua hayo mambo, wewe unashangaa upite kwenye hizo procedure, umepata hiyo barua ndani ya siku 2. Huo ndio unaitwa muujiza. Yaani utendaji wa kiungu ambao umefanyika katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo ndio unakuwa ni muujiza. Mfano, kuna ugonjwa umeumwa, umeenda kupima, umeambiwa huu ugonjwa huwa hauponi. Wewe unaishi kwa matumaini mpaka mwisho wako wa maisha. Muujiza unakuja pale ambapo kile ambacho amekisema daktari kinaenda yani kinaenda kinyume, yani Mungu anaenda kufanya uponyaji, unatoka kuanzia pale ulipokuwa umepimwa kulikuwa kuko positive, unakuwa negative. Kile ambacho ulikuwa unaumwa kinapotea. Kimepoteaje? Hujui, lakini ulikuwa wewe unachojua uliomba. Wewe unachojua umwamini Mungu. Wewe unachojua ulisema kwamba, lakini unapokuwa sasa unasikiliza kwa habari ya historia ya jambo, watu wanasemaje, wanaokuzunguka wanaongeaje, kwa habari ya hicho unachokipitia, lazima utaweka kusitasita. Lazima utaona kwamba tena adui ataanza kuletea dalili, kama labda ulikuwa unaumwa sijui ni kisukari,
Labda ushasikia kwamba kisukari huwa dalili yake inakuwa 1, 2, 3. Adui anaanza kuletea hizo dalili. Ukiendelea na wewe ukizichukua, imani yako inaondoka, kwa sababu umeamini ya kwamba kile kinafanya nini, kinatokea. Kumbuka, na adui naye anaitafuta hiyo hiyo imani, yaani uamini kile ambacho ni kibaya alichokuletea ili kiingie kweli kweli ndani yako. Na Mungu anaitafuta imani yako, kwamba uamini. Hizo ndio principle za ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni halisi kabisa. Tuna ulimwengu wa mwili, lakini ulimwengu wa roho ni una uhalisia kuliko hata ulimwengu tunaoishi sasa hivi. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, principle ya ulimwengu wa roho ni imani, kuamini kitu ambacho hakipo kana kwamba kipo tayari. Kwa hiyo unachotaka kuamini ni kwamba kile kitu ambacho hakipo kipo tayari, kwamba hata kuna kitu fulani kinapokuja kukuletea mawimbi, yani kama ni mawimbi yanakuja, majaribu yanakuja, vita inakuja, yote ina nia ya kupinga wewe kupokea kile ambacho unataka kupokea, yani kupokea ule muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anachokihitaji ni imani na utii. Unakuta labda mtu kuna siku, nafikiri ni jana au juzi, nilikuwa naangalia, kuna clip fulani hivi nilikuwa naangalia. Kuna mtumishi mmoja alikuwa anamuombea mtu mguu, na huyo mwinjilisti, nafikiri huyo mtumishi, nafikiri ni mwinjilisti tu wa mtaani. Alisimamisha huyo mdada, alikuwa anaumwa, pengine Mungu alimwambia, kwa sababu kuna vitu ambavyo huwezi tu kusimamisha mtu, lazima pia roho wa Mungu akushuhudie ndani mwako, au akwambie kwamba unatakiwa kumwombea mtu fulani. Kwa hiyo na Mungu akisema muombee mtu fulani, huwa hafanyi tu kwamba kuna uwezekano watu wanaomzunguka yule, hata kama yule hana imani ya kuomba, ila watu waliokuwa wanamzunguka yule walikuwa wanamuombea. Mwingine anakuwa haamini kuhusu Mungu, hajaokoka, wala haamini kwamba kuna muujiza Mungu atanifanyia. Kwa hiyo yule dada alikuwa anatembea na clutches, alikuwa anatembea na magongo. Akasimama yule mtumishi, akamwekea mkono. Baada ya hapo akamwambia, lete magongo yako. Yule dada hakusita kuleta yale magongo, hakuyang'ang'ania. Kwa kitendo cha kuchukua magongo na kumpa yule mtumishi wa Mungu, ile tayari ni imani, ile tayari ni utii. Na nicho Mungu anachokitafuta. Angesita, akasema angebaki na ule ugonjwa wake. Lakini pale alipompa yale magongo, akaanza kutembea. Kwanza akajishangaa. Kwanza alianza tu kutembea, afu akaanza kushangaa, natembea. Kama yuko katika pazo fulani hivi anashangaa. Kwa hiyo ndio namna ambavyo muujiza ambao unatendeka. Fanya evaluation ya maisha yako, ya yale maombi uliokuwa unayaomba. Yaliyojibiwa yalikuwaje? Utagundua kwamba maombi yote yaliyojibiwa ni maombi yale ambayo ulikuwa unaomba, ulivyoomba hukusita wala nini, bali uliomba ukaliacha. Yaani ukaamini tu kwamba limeshatendeka ukaacha. Lile ni Mungu anakuja analitenda. Au uliomba jambo fulani, ulivyoomba lile jambo fulani, uliomba kiasi ambacho, yani uliomba as if without kile kitu maisha yako hayapo. Kwa hiyo uliomba kwa namna hiyo ya imani, Mungu akakutendea. Kwa hiyo kuna namna mbili ambazo ukifanya evaluation utajua. Kuna yale maombi unayoomba kila siku, unaomba kila siku na hujapokea mpaka leo. Na afu kuna yale maombi ambayo umeyapokea, lakini si kwamba uliomba kila siku. Si kwamba yani ulikuwa umekaa unaambia Mungu, Baba, ninaomba unisaidie. Nitapoenda kwa yule boss, nipate kibali, anipe kibali. Amen. Ukamaliza. Kesho yake ukaenda kwa boss, ukapata kibali. Ukukaa ukaanza usiku tena. Ukaenda kesho. Yani sasa unaomba kwa mashaka. Yani unaomba kwa mashaka. Yani unaomba kwa sababu unaona kama vile hakitatokea. Sasa hiyo ni kukosa pia imani. Kwa hiyo hakitaweza kufanyika. Lakini namna nyingine ni pale ambapo unaomba ndani mwako as if it's your last day. Yani unasema kwamba Mungu, ninaomba huyu mtu alete pesa yangu ninayomdai. Nahitaji pesa ninayomdai. Huko aliko, nina command, ninaita, apate hela, afanye nini, naita. Nasema ailete hiyo hela kwa jina la Yesu. Unashangaa muamala unafanyika. Kwa nini?
Kwa sababu kwanza unachokiomba kiko ndani mapenzi ya Mungu. Na katika wakati wa Mungu, lakini umetumia imani. Ila kuna mengine hutumii imani, mashaka yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo muujiza kutokea unachukua muda kutokea. Lakini maombi mengine ni muujiza unaokuja. Mungu anaenda kutengeneza, kwa sababu anajua akikujibu hapa, hasa maombi ya ndoa. Mungu anasema akikujibu hapa kuna mahali utamesa up, utakaa kwenye ndoa miezi 2. Kwa hiyo lazima akutengeneze. Kwa hiyo kuna processes zinatengenezeka, kuna deliverance inafanyika, kuna uponyaji lazima ufanyike, kuna kubadilishwa karakta, kuna tabia lazima zibadilishwe. Unatakiwa upruniwe ili uweze kuingia kwenye kile ambacho Mungu amekupangia. Kwa hiyo kuna namna hiyo ya kwa muujiza. Kwa hiyo kuna pointi mbili, utii pamoja na imani. Kwa hiyo leo hii ndio nilikuwa nataka nikufundishe siku ya leo kwa habari ya hayo mambo mawili ambayo unatakiwa kuyafanya ili uweze kupokea muujiza wako. Pale ambapo umesita, pale ambapo kuna jambo ulikuwa unamwamini Mungu alafu umeacha kuamini, umesita, ujue kabisa huyo ni adui na ameshashinda. Kwa sababu alikuja kwako ili uweze kuondoka kwenye hicho unachomwamini Mungu, ili uweze ukajionea huruma, ili uweze kutafuta huruma kwa watu. Yaani watu, alafu sasa adui atakuletea watu ambao watakufanya wewe uendelee kujiweka katika hali ya huruma. Sasa hapo anakukandamiza ili usiendelee, ili usipokee kile ambacho anataka kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ulikuwa una shida fulani, umemwamini Mungu sana, alafu kikatokea jambo kingine, jambo ambalo limekupa mshtuko, adui ataleta watu wa karibu yako ambao watakuwa wanakuentertain kwenye ule mshtuko. Au labda nitoe mfano, kuna mtumishi mmoja alikuwa anaombea watu. Huyu mtumishi Mungu anamtumia sana kwa habari ya uponyaji na karama ya miujiza. Alikuwa anafundisha na baadaye anaombea watu. Sasa kwa kuwa kuna mtu mmoja ambaye ni kilema, akaombewa, Mungu akafanya muujiza, yule mtu akapona kabisa, na kiti wakawa wanakinyanyua juu, akawa anatembea vizuri kabisa. Lakini yule mtu akawa akirudi kanisani anakaa kwenye kile kiti chake cha wheelchair. Sasa mtumishi akamuuliza, wewe kwa nini Mungu amekuponya, kwa nini unaonyesha kama vile hujapona? Akasema, mimi unajua nilivyopata haya matatizo nilikuwa ninapokea pesa. Na watu wanaotaka kupokea pesa ni wale tu ambao wana haya matatizo. Na nataka niendelee kupokea hizo hela. Kwa hiyo ndio maana ninaendelea kukaa katika hali kama hii. Kwa kweli, yani hilo ni jambo la kumtukanisha Mungu sana. Kwa sababu Mungu kama amekutendea muujiza wa uponyaji, hashindi kukutendea wewe muujiza wa kukupa fedha za kujisustain au kukupa kazi. Lakini yule alikuwa ana uvivu, anataka pesa za bure. Akasema, mimi huyu ni bora niendelee kuonekana tu niko hivi ili niendelee kupokea pesa. Unalitokanisha jina la Mungu na unampa adui nafasi ya kukurudisha kwenye ile hali ya mwanzo, na sio kurudisha kwenye ile hali ya mwanzo, kukuletea vingine. Kwa sababu shetani au pepo likimtoka mtu linaenda linazunguka, alafu linachungulia kule. Yani wana tabia ya kurudi kuangalia kule ulikotoka. Anaangalia kule alikotoka. Je, kule walikonitoa out kule, nikirudi ile pakoje kule? Anakutana kuna imani, kuna imani ile ya kumkaribisha yeye, anaingia. Akishaingia analeta wenzake wengine 7. Kwa hiyo hali yako inakuwa mbaya kuliko ile ambayo imepita. Kwa hiyo yule mtu ambaye la pengine aliombewa akapona, anarudi kwenye ugonjwa wake na analetewa magonjwa mengine na analetewa situations zingine. Kwamba ulikuwa unaumwa tu, lakini sasa hivi unaumwa na unaumwa tena na huna kazi na huna ndoa. Yaani vyote hivyo sasa anaanza kuvileta kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima kutukuza jina la Mungu. Pale Mungu anapokufanyia jambo, ulitukuze jina la Mungu.
na kujionyesha. Ndio maana Bwana Yesu alikuwa anasema, alikuwa kila akimponya mtu anamwambia nenda kajionyeshe, kwamba litukuzwe jina la Mungu, kwamba amefanya. Kwa sababu utaulizwa, ukishaulizwa sema ni Yesu amenitendea, ni Bwana Yesu amefanya, ili kwamba injili isonge mbele, ili kwamba watu waamini ya kwamba Mungu yupo na kwamba Yesu ni mponyaji, na kwamba jina la Yesu ni jina kuu kuliko majina yote. Na hapo Mungu anaenda kukutendea muujiza mwingine. Kwa hiyo muujiza wa kwanza lazima uvute muujiza wa pili, na unapovuta muujiza wa pili ni kwa sababu umemtukuza Mungu, umelitukuza jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninakushukuru sana wewe ambao umesikia neno la Mungu siku ya leo, na kukaribisha siku nyingine kulisikia neno la Mungu. Huwa tuna vipindi vya mara kwa mara kwenye channel hii. Tunajifunza siku za Jumatano, siku za Jumapili, na hivi karibuni kuna session mpya ambayo nitawaeleza ni session ya namna gani. Lakini pia huwa tuna grupu la maombi ya usiku wa manane. Kwa hiyo ukitaka kujiunga na grupu la maombi ya usiku wa manane, kuna nguvu sana katika kumwomba Mungu nyakati za utulivu kama usiku. Kwa hiyo kuna grupu la maombi la usiku wa manane. Ukitaka kujiunga na hilo grupu utajiunga kwa namba ya, utanitumia WhatsApp kwenye 0715410722 na utaniambia ninaomba nijiunge na grupu la maombi 0715410722. Kwa hiyo utaniandikia message ya kujiunga kwenye grupu la maombi na mimi nitakuunga kwenye hilo grupu la maombi, tuombe pamoja. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue sana. Shalom shalom. Mpaka tuonane wakati mwingine, karibu. Umenitoa mbali, sitasahau, nitaendelea kuamini. Nitaamini hadi mwisho, nitaamini. Umenitoa mbali sana, siwezi kusahau wema wako. Umenipigania vita ambavyo sikuwa na nguvu navyo. Yule Mungu aliyenishikilia jana ndiwe Mungu wangu leo na hata milele. Nitaamini hata kama nimezungukwa, wewe ni Mungu wa ahadi, hashindwi wala hubadiliki. Nitasimama juu ya neno lako Bwana, nitaamini. Oh, nitaamini. Oh, nitaamini. Namkumbuka mama Hajiri kule jangwani peke yake, alipofukuzwa na bwana wake. Yeye na mwanawe Ishmaeli maji yalipoisa kwenye kiriba, akamweka mwanawe mbali, akalia kwa uchungu mwingi. Asione kifo cha mwanawe, alidhani ni mwisho. Mungu amemsahau kabisa. Lakini wewe Roy, Mungu nana, ulisikia kilio cha mtoto, ukamwita Haji, ukafungua macho yake, akakiona kisima cha maji. Mungu aliyemwona Hajiri ndiye anayeniona mimi leo. Hata kama nimezungukwa, wewe ni Mungu wa ahadi, hashindwi wala hubadiliki. Nitasimama juu ya neno lako Bwana, nitaamini. Oh, nitaamini. Oh, nitaamini. Namkumbuka Elija juu ya mlima Karmeli, alisimama peke yake.
lakini Mungu wao alikuwa kimya. Lakini Elija alipoomba Mungu wa kweli, Mungu wa Abrahamu, moto ukashuka, ukateketeza dhabihu, ukala mawe na vumbi, ukakausha maji yote. Watu wote wakapiga magoti, wakasema, Yehova ndiye Mungu. Yeye ni Mungu anayejibu kwa moto. Yeye ni Mungu anayeona jangwani. Yeye ni Mungu anayefungua bahari. Kwa hivyo nitaamini, hata kama nimezungukwa, hashindwi wala hubadiliki. Nitasimama juu ya neno lako Bwana, nitaamini. Umenitoa mbali, sitasahau, nitaendelea kuamini. Nitaamini hadi mwisho. Nitaamini.